Je, umewahi kusikia neno urasimu au ukafanyiwa jambo ukajua huu sasa ni urasimu? Imeelezwa kuwa kutowajibika ipasavyo kwa watendaji wa baadhi ya taasisi za umma na binafsi katika kuwahudumia wananchi umelifanya neno urasimu kupokewa kwa mtazamo hasi, tofauti kabisa na maana halisi ya neno lenyewe. Taarifa kamili na Gervas Mwatebela. Katika miaka hivi karibuni kumekuwepo na matumizi yasiyo sahihi ya maneno mtaani, tofauti na maana yake ilivyo katika kamusi ya Kiswahili, na neno urasimu ni moja ya maneno hayo. Unahitaji huduma kutoka kwa kiongozi fulani au kwa mtenda kazi fulani, yeye anakuzungusha ili mradi aweze kupata chochote kile kutokana na mahitaji yako. Fanya tu hapo kwa hapo ukalipia control number kuweza kufanya na shughuli zingine. Inabidi uwekewe pending kesho kutwa. Hii ni athari. Ngoja yaumiza matumbo inawafanya baadhi ya watu kutumia njia ya mkato, yaani wenyewe wa mjini wanasema penye udhia penyeza rupia, ili wapate huduma zao. Taasisi yote ya serikali, chochote kile unachotaka kufanya follow up lazima uwe na utaratibu. Lakini sasa sisi wananchi nao tunachangia pia. Umeelewa? Kwa sababu sheria ipo, lakini mtu anataka afanye shortcut. Nimuone nani means kwamba unataka shortcut. Nimuone nani kwa nini? Wakati kuna document, kuna karatasi pale ambazo labda fomu za kujaza. Baada ya kuyabaini hayo, TBC inafika katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kukutana na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili Dr. Musa Mohamed Hans, ambaye anasema neno urasimu sio baya. Ni ule uzingatiaji wa taratibu, kanuni na miongozo katika uendeshaji wa shughuli za kitaasisi. Inaweza kuwa ni taasisi binafsi, taasisi ya kiserikali. Kule kuzingatia taratibu, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa, huo ndio urasimu. Afisa rasilimali watu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Kenneth Zebedayo, anaungana na Dr. Hans kuwa neno urasimu linapata mtazamo hasi kutokana na baadhi ya watendaji kutowajibika ipasavyo kwenye utoaji wa huduma. Taratibu zinatofautiana kati ya taasisi na taasisi. Inawezekana jambo hilo moja kwenye taasisi nyingine likafanyika kwa hatua 3. Lakini jambo hilo moja kwenye taasisi nyingine lifanyika kwa hatua 5. Na zote ni muhimu kwa mujibu wa taasisi husika. Barua labda wiki nzima ama mwezi mzima, hiyo ndio inasababisha kwamba watu wakose imani, wasema huu ni urasimu. Changamoto hasa ya huo urasimu kwa wale watendaji, wanapokuwa wanachelewesha mambo, wanapokuwa wanatumia zile kanuni, taratibu na miongozo kama mwiba wa kuwachoma watu, kama nyundo ya kuwagonga watu, hapo ndipo watu wanapoona urasimu sasa haufai. Hapana shaka matumizi sahihi ya neno urasimu yatakwenda sambamba na utendaji uliotukuka kwa wafanyakazi katika kutoa huduma bora kwa wananchi au wateja wao. Kutoka Dar es Salaam, Gervas Mwatebela wa TBC.